kaunti ambazo ziko na idadi kubwa ya wanawake wajawazito wanaofariki dunia wakati wa kujifungua. Akitoa takwimu hizo katika kikao ambacho kimefanyika kwenye ukumbi wa Kibaoni mjini Kilifi, kaunti ya Kilifi, chini ya wakfu wa Shina kuhusiana na namna ya kuzuia vifo vya wamama wajawazito na watoto wachanga, mratibu wa huduma ya afya kaunti ya Kilifi Edward Mumbo amesema kando na vifo hivyo kuna vile vya watoto njiti. Kutoka Julai tarehe 1 mpaka jana usiku saa 3 tulikuwa tumepoteza wamama 44. Mwaka jana, mwaka mzima tulipoteza wamama 37 kwa miezi 12. Janga hili limekuwa spread across all the sub counties. Tukiangalia pia kuna watoto wale ambao wanazaliwa hawahemi vizuri, siku zao hazijafika, wanapelekwa nasari. Tumekuwa na visa 312 ya vifo. Mumbo pia amesema visa vya mimba za utotoni vimepungua kwenye kaunti ya Kilifi na idadi ya kina mama wajawazito wanaofika hospitalini wakiwa wajawazito bado iko chini. Mimba za utotoni zimepungua kwa wakati huu kulingana na utafiti ulipofanywa, ilikuwa tumeteremka hadi 12.5%. Kwa upande wake mwanzilishi wa wakfu wa Shina Nazi Kivutha, mkewe waziri wa michezo nchini Salim Mvurya Christine Mvurya na naibu gavana wa kaunti ya Kilifi Flora Chibule, miongoni mwa wadau wengine walikuwa na haya kuhusiana na swala hili. Hicho ni kitu ambacho kinashtua kwa sababu inaonekana badala kuenda chini inazidi kupanda juu. Watoto tumeambiwa kama 700, ambayo ni kitu ambacho kinasikitisha. Tunataka mama aokolewe katika janga la kufariki, na watoto vile vile wao wanaweza kuishi maisha mazuri na bila kupata maafa yoyote. Tunatoa wito right from village administration, lazima tuwe the bigger brothers, the bigger sisters, tuhakikishe we just caution those girls. Kama champions, kama foundations, tunashirikiana na hawa viongozi wa nyanjani kuona ya kwamba tunachukua hatua ili kupunguza maafa ya kina mama na watoto. Na haswa itawahusisha kila mmoja wetu wa shikadau wote ambao tuko nao, ikiwemo wale champions ambao kama Shina Foundation, shirika hili limekuwa likiwapa hamasa na kuweza kubuild ile capacity ya kuweza kuwafikia watu wote. Walihudhuria hafla hii kutoka maeneo bunge mbalimbali kaunti ya Kilifi, wakiongozwa na Mvera Kazungu, wamelalamikia idadi ndogo ya wauguzi wanaohudumia akina mama hao na ukosefu wa vifaa vya matibabu. Nitazungumzia mahali kama Kabuyuni. Tumesema kwamba tumeandika nurses, lakini nurses hawatoshi, na hata wanapokuwa transfer there is no replacement. So ningeomba hilo pia liangaziwe kwa sababu tunafanya kazi kule mashinani na tunaziona zile changamoto wanazozipitia. Upande wa usafi pia tungependa hizo hospitali usafi uzingatiwe sana. Alafu about the 48 hours hii tunasema hapa, sio kule mashinani yako. Mzazi akijifungua salama after 1 or 2 hours anaambiwa toka. Kwa hivyo hiyo haizingatiwi kabisa. Haya yalijiri huku mila na tamaduni pamoja na imani potofu zikiwa miongoni mwa sababu zinazochangia kwa wanawake wengi wajawazito kaunti ya Kilifi kususia kwenda kliniki wanapokuwa wajawazito. Nikiripotia runinga ya Coco, mimi ni Janet Mumbi.